Watanzania wenzangu wa Baharini ya Uzima, kwanza nianze kwa kumshukuru Mungu ambaye ameendelea kusimama na taifa la Tanzania pamoja na hali zote ambazo tumezipitia. Ninaomba nianze kwa kuomba kwa ufupi then niweze kuendelea. Mungu uliye hai, ninasema asante kwa neema ambayo umetupa taifa la Tanzania. Haikuwa rahisi bali ni kwa mkono wako. Ingawa bado Mungu tunapitia wakati mgumu, lakini asante kwa ushindi ambao unatuonyesha katika ulimwengu wa roho. Mungu, ninaomba ujumbe ambao umekusudia kwa taifa la Tanzania uniongoze kunena kwa mapenzi yako na kwa utukufu wa jina lako. Ninaomba Bwana na kuamini katika jina la Yesu Kristo. Amen. Ndugu zangu, ni muda nimekuwa sipo online, nilikuwa si upload jumbe zozote, maombi yoyote, lakini haimaanishi ya kwamba nilikuwa pia offline kwa Mungu. Ninamshukuru Mungu kwa kuwa ameendelea kutufunulia mambo mbalimbali. Kwanza nianze kwa ushuhuda wa huu ya kwamba nimekuwa kwenye maombi na watu mbalimbali tangu nilipoamua kusimama na Mungu kwa ajili ya taifa la Tanzania. Kuna mpendwa mmoja ambaye aliamua kufunga siku 40 bila chakula, akiwa anakunywa tu maji au chai au maziwa, na ni kwa mara moja kwa siku, yani kama tu ile mwili upate maji. Kwa hiyo amekuwa na mzigo wa kumwomba Mungu, na ni moja watu ambao Mungu amekuwa akimfunulia mambo mbalimbali. Na nimejifunza kwa kadri unavyojitoa kwa Mungu, moyo wako, mwili wako, ndivyo Mungu anavyozidi kuwa karibu na wewe na kukufunulia zaidi mambo unayoyatamani akufunulie. Nimejifunza kwamba Mungu hakufunulii mambo kwa sababu huduma yako ni kubwa, au kwa sababu umekuwa kwenye utumishi kwa muda mrefu, au amekutumia kwa muda mrefu, bali ni namna gani umejitoa kumtafuta Mungu, kumuuliza Mungu kwa hilo jambo ambalo unataka akufunulie. Huwezi ukakaa tu na ukasubiri Mungu akufunulie kama hujajitoa kumtafuta. Okay, nimalizie kwa Yeremia ambapo alipoambiwa na Israeli kwamba awape jibu kwa nini wafanye. Yeremia alisema niacheni nikamwombe Mungu. Akamuomba Mungu kwa siku 10 ndo Mungu akamjibu. Kwa huu wakati pia tukumbushane watumishi wa Mungu kwamba Mungu haitatokea tu wa kuonyesha mambo ya taifa kwa uwazi sana kama hujajitoa kuomba. Sasa huyu mtumishi wa Mungu ambaye amekuwa kwenye maombi tangu tarehe 18 mwezi wa 10 bila chakula, mwezi wa 10 mwishoni, Mungu aliota ndoto, ambapo kwenye ndoto aliona kwamba anga limechafuka, na akamuona Samia Suluhu analuka kwa ungo, na akawa anamwambia kwa nini unanifuatilia. Basi kwenye hiyo ndoto mara kulipokuwa kunaendelea na machafuko ya anga, ghafla kukatokea nyota 2 kutoka mbinguni, zikampiga akaanguka. Hiyo ndoto imekuwepo tangu mwezi wa 10. Manake aliota hata kabla ya maandamano, ila alipokea ujumbe wa vitisho kwa mtu fulani, ni namba ngeni, kwa akaona akiniambia mimi naweza nikatoa mrejesho wa kile kinachoendelea, kwa akanyamaza. Lakini pia kuna mambo mbalimbali Mungu amekuwa akimuonyesha, hajaniambia bado, lakini angalau kuna hiyo picha. Lakini pia watumishi wengine pia wamekuwa wakionyeshwa kwa bali ya maandamano. Kwa inawezekana kukatokea maandamano tena haya ambao tunayasikia tarehe 9 mwezi wa 12, inawezekana yakatokea pia. Lakini pamoja na hayo bado tunauamini ushindi wa Mungu.
Kuna ndoto ya mtu mmoja ambaye aliota kwamba kumechafuka sana, na watu walikuwa wanakimbia, wengine wanajificha, lakini kukatokea ndege kubwa, alisema jumbo jet, ni ndege kubwa zinazobeba abiria ambazo zinapita juu na huwa zinaacha moshi mkubwa. Kasema ilikuwa kama inafanya doria, kwa watu wakawa wanakimbia kwenda kujificha. Hiyo ndoto bado sijaipatia tafasiri sahihi kwamba hiyo ndege ambayo ilikuwa inafanya doria, je, iko upande upi? Iko upande wa Mungu au upande wa shetani? Lakini kwa haraka ambavyo kisikiliza moyo wa ndani ninavyoshuhudiwa ni kwamba kwanza ndege ni usafiri wa anga. Maana yake kwa lugha ya kiroho ni mamlaka ya anga, ni mamlaka iliyo juu. Na inaweza kuwa mamlaka ya wakuu wa anga katika ulimwengu wa roho, wakuu wa giza, au mamlaka ya Mungu. Lakini kwa sababu ni kwamba kwenye hii ndoto yalitangulia kwanza anga kuchafuka, alafu baadaye ndo ndege ikaja. Kwa haraka kwa upande wangu ninaamini ya kwamba ndege hiyo iliyokuwa inafanya doria ni mamlaka ya kimungu kuingilia kati dhidi ya machafuko ambayo yanaendelea. Ni sawa na pale ambapo Ahasuero, mfalme Belshaza alipokuwa sasa amejiinua na anafanya anayotaka, Mungu aliingilia kati akamwambia, ufalme wako umepimwa na umeonekana kumepunguka. Alimwambia tu maneno matatu, mene mene tekeli na pelesi. Manake pale ni mkono wa Mungu ulikuwa umeamua kuingilia kati. Kwa hiyo ninaamini ya kwamba pamoja na kwamba tunapitia mapito mbalimbali kama taifa, lakini Mungu anatuonyesha ushindi ya kwamba hili jambo amesikia maombi yetu. Hata kwa kiwango ambacho tumeomba, Mungu amesikia na anajua atakachofanya. Haya, lakini pamoja na hayo, mimi juzi tarehe 12 hivi niliota ndoto ninapatanisha watu wawili wa tumbo moja. Niweke wazi hiyo ndoto. Niliota nampatanisha kakaangu mkubwa wa kwanza kuzaliwa, anaitwa Festo Malaba. Ninampatanisha na kaka yangu mwingine ambaye ni mkubwa pia, anaitwa Chazi. Kwa mwanzoni Chazi alikuwa amefanikiwa kumtesa Sylvester, na baadaye Sylvester akawa amepata nguvu, naye akaanza sasa kumlipiza kisasi kwa Chazi. Hao wote ni ndugu zangu wa tumbo moja. Baadaye mimi nikaona haina maana ya ugomvi, kwa hiyo ikabidi niwaunganishe kwa pamoja, kuambia hapana. Hiyo ndoto ina maana sana kwenye wakati ambapo nina mzigo wa kuombea taifa. Sitaki niitafasiri kwa akili zangu za kibinadamu, lakini kwa haraka ninaweza nikafikiria kwamba kaka mkubwa, kakaangu Festo ambaye ndo wa kwanza kuzaliwa, anaweza kuwa anamaanisha Tanganyika. Beni kakaangu anayefuata anaweza kumaanisha Zanzibar. Huu ni wakati ambapo wengine wanataka muungano ufe, lakini kuna namna ambavyo Mungu anatuonyesha kwamba Mungu alikuwa na sababu ya kutuunganisha pamoja. Kwa badala ya kuona kwamba muungano ufe, ni vizuri tuone namna gani ya kutatua changamoto zetu, kuziweka mezani tofauti zetu na kusimama kama taifa moja. Ni kweli tunaweza tukatajwa kama Wazanzibari, Watanganyika, lakini pia liwepo jina la Tanzania moja. Wakati huu tunaweza tukaona kama hatuhitajiani, lakini kuna wakati tutaona kwamba tunahitajiana. Kuna wakati ambapo Zanzibar wanaweza kuona kama hawatuhitaji sana, lakini usimtegemee rafiki wa mbali kwa kumkataa ndugu yako. Kuna wakati ambapo rafiki wa mbali hata kufaa kama ambavyo anaweza akakufaa ndugu. Ni kweli huwa tunagombana kama ndugu, lakini ndugu ni ndugu, hawezi akakufaa kuliko rafiki.
Rafiki kuna nyakati anaweza akakufaa, ila kuna wakati ambapo ndugu huwa ni hatima mwisho. Kwa huu ni wakati ambapo pamoja na tofauti zetu bado kuna wakati ambapo tuongee lugha moja kama taifa la Tanzania. Na ndiyo maana wito wangu kwa pande zote mbili, Tanganyika na Zanzibar, tuna sababu ya kila wakati kuona hii migogoro, hata kama imetokea Zanzibar au imetokea Tanganyika, bado Tanganyika, Tanzania bara, tuione bado ni migogoro yetu sote. Kama una nafasi ya kuitatua, usizibe kinywa, simama. Ujumbe wangu wa mwingine nitakuja baadaye kuongea, maana sasa hivi najiandaa na Bible study, lakini nimeona kwamba nimekuwa kimya kwa muda mrefu na ninaomba ndio maana sijajiandaa chochote kile, yani kwamba ile kupangilia nini niseme, ila nimeona tu kwamba angalau nije niseme ili muone kwa sehemu ambao zipo jumbe nyingi, lakini angalau kupata mrejesho Mungu anasema nini. Nije pia kwa ujumbe huu ambapo nilipokuwa nikimuomba Mungu, kuna kitu ambacho nilisikia ndani yangu ninasemeshwa na nikaona ni kweli. Nilisikia ndani yangu kwamba matokeo ya machafuko yanayoendelea ni matokeo ya wenye haki kutokuwa na amri. Yani hiki tunachokiona ni matokeo. Tulianza kwa wenye haki walipoanza kupoteza amri katika ulimwengu wa roho na wa mwili, ndipo waovu walipoanza kutawala. Ninaposema wenye haki kupoteza amri, naomba nirejee andiko hili la Mithali 28 mstari wa 29, inasema, Mithali 29 mstari wa 2. Nitaanzia na wa kwanza pia, mkini kuna mtu unamfaa ujumbe. Inasema, aonywae mara nyingi, akishupaza shingo, atavunjika ghafla wala hapati dawa. Wenye haki wakiwa na amri, watu hufurahi, bali mwovu atawalapo, watu huugua. Naona hii ya kwanza inaonyesha kwa bali ya kuonywa. Ukiwa unaonywa usikii, kuna wakati ambapo utavunjika wala hutapata dawa. Maana hata kama utakuja kuletewa solution, bado hiyo solution haitakusaidia, maana utakuwa umechelewa. Ndiyo yanayoenda kumkabili Rais Samia, ingawa yamkini anao nafasi, kwa sababu nilikuwa naendelea kuomba Mungu nikakumbuka kwa habari ya Kaini alipokuwa hata amekwisha kumaliza kumuua Abeli, bado alipopewa adhabu na kaonyesha moyo wa kusikitika na dhamira ya ndani ya kujuta, Mungu alimpa ulinzi, alimwekea alama. Kwa hiyo yamkini kabisa Samia, ninasita kukuita Rais Samia kwa sababu hakuna uhalali ambao umechaguliwa, na mimi ni mtumishi wa Mungu, natakiwa kuisema kweli bila kupindisha, hata kama kwa sababu uhai wangu uko mikononi mwa Mungu. Yani kabla Mungu hajaamua kufanya chochote, hakuna mwanadamu anaweza kufanya chochote. Kwa ninasema haya sio kwamba sijui kinachoendelea na kinachowapata watu, lakini naitegemea mamlaka itokayo juu mbinguni ambayo inapita mamlaka yote. Kwa hiyo Samia Suluhu, nikikurejea kwa Kaini ambapo alipojuta kutoka moyoni kwa kila alichokifanya cha kumuua Kaini ndugu yake, Mungu hakumuondolea adhabu na laana aliyompa, lakini kwa sehemu alimpa ulinzi ili mtu yote asije akamuua. Kwa hiyo inawezekana kabisa ukijuta kutoka moyoni na ukasema nimemwaga damu za Watanzania kwa sababu ya ubinafsi wa madaraka, uchu wa madaraka, kaomba toba kwa Mungu, Mungu anaweza akakusamehe na akageuza, pamoja na kwamba anaweza asifute adhabu yote, lakini kuna namna anaweza akakusaidia. Mfano, ukaamua kujihuzuru kabla mashtaka yako hayajatolewa au chochote, maana mimi sijui, ukaamua kujihudhuru na kwa moyo wa dhati kwa Mungu, sio kwa watu, kwa Mungu, Mungu anaweza akaepusha hata mengine ambayo ameyakusudia. Kumbuka ninajaribu
kuongea mambo mengi kwa wakati mmoja, nitakuja kuongea vizuri. Kumbuka zile nyota mbili ambazo zilikuja kukupiga hata kama kulikuwa kuna machafuko tayari, lakini nyota mbili zilishuka. Ninamwamini Mungu sana katika kila anachokionyesha. Kwa hiyo kabla hizo nyota mbili hazijashuka, una nafasi yamkini ya kupata ulinzi hata wa sehemu kidogo kama Kaini. Huo ndio ujumbe ambao niliupata wakati ninaomba, lakini nimekuwa nikisema yamkini huu ujumbe unaweza ukaupuza, lakini ukikufikia ufanyie kazi, maana Mungu wetu sio mwanadamu. Mungu wetu sio mwanadamu. Moyo wake wa huruma ni tofauti. Ndio maana Yona alipoambiwa aende akahubiri Ninawi ili wasiangamizwe, alikuwa hataki, kwa sababu walikuwa ni waovu. Walikuwa wanawatesa Israeli. Kwa hiyo alikuwa anafurahia angalau adhabu itimie. Lakini Mungu sio mwanadamu anayependa mtu kufikia adhabu. Nimechanganya vitu vingi, lakini naomba nirejee kwenye andiko hili. Linasema kwamba wenye haki wakiwa na amri watu hufurahi, bali mwovu atawalapo watu huugua. Nimesema wenye haki wakiwa na amri watu hufurahi. Nipokuwa nikimuomba Mungu juu ya hili, juu ya Tanzania, nikafunuliwa hili kwamba machafuko mnayoyaona ni matokeo ya wenye haki kupoteza amri kwenye taifa. Na nipokuwa naendelea kumwomba Mungu, nikasikia wenye haki wako katika namna mbili. Kuna wenye haki katika ulimwengu wa roho na kuna wenye haki katika ulimwengu wa mwili. Wenye haki katika ulimwengu wa roho ni kanisa ambalo linasimama mbele za Mungu na kufanya mamlaka, na yani wanaposimama katika ulimwengu wa roho mbele za Mungu, sauti zao zinakuwa na mamlaka. Unamkuta mtu hayuko kwenye cheo chochote serikalini, lakini stili neno lake katika ulimwengu wa roho linaweza likaongoza taifa, linaweza likaipa taifa dira. Sasa hiyo mamlaka katika ulimwengu wa roho ikipotea, manake tayari huku katika ulimwengu wa mwili kanisa linakuwa halina sauti tena. Linaweza likasema chochote, lakini hakitokei kwa sababu limepoteza nafasi yake ile katika ulimwengu wa roho. Naomba nirejee hili andiko. Hapa amesema wenye haki wakiwa na amri watu furahi. Neno lile lile Yesu alilitumia kwa wanafunzi wake alipokuwa anawapa Great Commission. Katika kitabu cha katika hiki kitabu cha Mathayo sura 10 mstari wa kwanza inasema, akawaita wanafunzi wake 12, akawapa amri juu ya pepo wachafu watoe na kupoza magonjwa yote na udhaifu wa kila aina. Manake kabla hawajatoa pepo hao wanafunzi, moja waliitwa kwanza. Manake hiyo ni fellowship na Mungu. Huwezi ukawa na mamlaka, ukapewa mamlaka na Mungu kama huna fellowship na Mungu. Waliitwa kwanza, baada ya kuitwa wakapewa amri, manake mamlaka. Kumbe huwezi ukamtoa pepo kabla hujapewa, kama huna hiyo mamlaka. Na huwezi ukawa na hiyo mamlaka kama hujawa na fellowship na Mungu. Kwa sasa kanisa lilipoteza mamlaka ya wenye haki katika ulimwengu wa roho, likawa halina sauti tena ya haki kwa taifa. Hapo ndipo waovu walipoanzia kutawala. Ndio maana kuna clip moja nisema kwamba ninamtamani Gwajima wa kabla ya Magufuli kuliko Gwajima wa baada ya Magufuli. Kwa sababu gani? Inawezekana kabisa Askofu Gwajima wa kabla ya Magufuli, ambaye hakuwa na cheo chochote, anaweza kuwa na mamlaka kubwa kwenye taifa kuliko Gwajima ambaye ana cheo serikalini ila mamlaka yake kwenye ulimwengu wa roho imepunguzwa. Haya, kwa hiyo hiyo ni upande wa kwanza wa wenye haki tunaowazungumzia, ambao tumeona ni
katika ulimwengu wa roho. Wenye haki wa pili ambao tunawaona ni wale watu ambao sio watumishi wa Mungu, lakini Mungu amewaamini kuwapa nafasi serikalini, kwenye sekta mbalimbali au kwenye jambo lolote, na mioyo yao imebeba haki. Unaweza usimuone madhabahuni, lakini moyo wake uko madhabahuni kwa Mungu. Ni kama akina rais aliyefariki Magufuli. Hakuwa padri, hakuwa mchungaji, lakini moyoni mwake alikuwa mwenye haki. Sasa unapojikuta kwamba wenye haki hawana nafasi ya kutawala katika ulimwengu wa mwili, ndipo pale waovu wanapopata nafasi. Ndiyo maana unaweza ukashangaa jambo linaenda tofauti, lakini kila mmoja anapiga makofi. Nini? Nafasi ya wenye haki katika ulimwengu wa mwili pia imepungua. Rais Magufuli hakuwa mchungaji, hakuwa nini, lakini nafasi yake kwenye taifa alipokuwa mwenye haki, cheo chake kiliamua haki kwenye taifa la Tanzania kwa sababu alikuwa mwenye haki. Kwa hiyo huu ni wakati ambapo tuzidi kukumbushana kwenye taifa letu, ili waovu wasitawale, tunahitaji aina kuu mbili za watu wenye haki. Moja, wenye haki katika ulimwengu wa roho, ambao ni kanisa, watumishi wa Mungu ambao wanatembea na Mungu kwa uaminifu. Pili, ni watu viongozi ambao ni wenye haki. Tunahitaji hawa watu aina mbili.